Unaambiwa kwa mujibu wa taarifa ya kwamba Wema kwa sasa pia hali yake ya pressure ilikuwa iko juu baada ya kifo cha mbwa wake Manunu kipenzi. Jamani, sio masiara, sio utani, sio maigizo. Yaani kifo cha kiumbe ambaye umeishi naye vizuri miaka 6 kwa upendo kama ambavyo the way ambavyo Wema alikuwa anaishi na yule kiumbe, lazima utaumia. Yani hata kama ni pressure lazima utazipata. Yani hajafa mzazi wake, lakini si ajabu tukaja kushangaa kwamba akaja kufa binadamu ambaye labda alikuwa karibu na Wema, lakini hisia ambazo Wema kazionyesha kwenye huo msiba zikawa ni za kawaida kuliko za huyu mnyama. Ukiangalia maumivu makali, machozi ya Wema, simanzi anayoitoa Wema ni simanzi kutoka moyoni, sio maigizo na wala hatafuti kiki. Kwa kuwa nimeshaanza kuona wabongo wameshaanza kucomment ujinga na kuanza kumtukana dada yetu na kusema kama labda anaigiza, kwa kuwa Wema ni msanii wa kuigiza, basi kila mmoja anaanza kutumia kama fursa ya kwamba ndo fimbo tena. Lakini ukweli ni kwamba Wema jamani ameumizwa sana. Miongoni mwa watu pia ambao watakumbukwa kwenye hii historia na heshima, basi ni Wema kuwaonyesha Tanzania kwamba jamani, unaweza ukathamini kiumbe na ukakipenda, na pia ikija kutokea msiba wake basi pia inabidi uonyeshe kwa watu kwamba kweli kabisa ulimpenda yule kiumbe, na the way alichokifanya hili ni funzo tosha, na ameonyesha kwamba ni kweli kabisa alimpenda kwa vitendo kutoka moyoni. Hakumpenda kwa sababu ya mitandao ya kijamii kwa labda alikuwa anamlea tu, lakini alimpenda ndo maana alikuwa anamhudumia, alikuwa anaonyesha upendo na alikuwa anapoteza muda kwa ajili ya Manunu. So mwisho wa siku jamani, tuendelee kumwombea dada yetu, pressure ishuke, akae sawa. Jamani, dada yetu ana mimba, kwa hiyo mwisho wa siku tukifanya masiara tusije tukamkosa mtoto ama tukamkosa na yeye mwenyewe. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment hapa. Ni Hatboy Media, it's a favorite mastermind hapa.